shule mpya ni nyingi ambazo zimejengwa katika halmashauri ya wilaya Msalala, ikiwemo shule ya Mpangala katika kata ya Busangi. Tumejionea ni shule ya elimu msingi ambayo imepunguza ada kutoka shule ya msingi Busangi. Wanafunzi walikuwa wengi, mrundikano ulikuwa ni mkubwa, lakini sasa Mheshimiwa Rais ameleta fedha na imejenga shule mpya kabisa ya kisasa ambazo zamani tulizoea kuziona kwenye shule za private. Lakini leo hii hata katika maeneo haya ya ndani tunaona majengo yalivyo ya kisasa. Ukiingia utakuta kuna feni na kila kitu. Kuna shule nyingine elimu sekondari ambayo yenyewe ni shule mpya, zaidi ya milioni 603 zimepelekwa pale kutekeleza mradi ule, shule ya msingi Kakola, ambayo imepunguza pia mrundikano wa wanafunzi kutoka shule ya sekondari Bulyanhulu. Kwa hiyo maendeleo ni mengi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hiyo ni baadhi tu ya miradi ambayo nimeitaja, lakini kwa fedha ambazo nimezitamka kwa wingi wake tunaona namna ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kugusa maisha ya Watanzania, maisha ya wananchi wa halmashauri ya Msalala. Lakini niseme tu hata katika upande wa makusanyo ya halmashauri tumeendelea kukusanya na tumeendelea pia kupeleka fedha kwenye miradi ya maendeleo kama ambavyo ndivyo maelekezo ya serikali. Kwa hiyo kuna miradi mingi pia ambayo inatekelezwa kwa kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo kwa mwaka jana uliopita tumepeleka 93% ambao itakamilishwa yote, kwa sababu baada ya mwaka kufungwa huaga kuna mabadiliko, lakini mwaka tu unapoanza huaga tunakamilisha. Kwa hiyo tunakuwa tumepeleka 100% yote ambayo ilitakiwa kupelekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma zinaenda kutolewa kule. Wakati nafika Msalala tulikuwa tunakusanya bilioni 5. Lakini tunapozungumza kwa mwaka huu tayari bajeti yetu imelenga kukusanya hadi bilioni 10. Lakini hii yote ni miundombinu mizuri ambayo imewekwa ya kuhakikisha kwamba tunaweza kukusanya, lakini pia pamoja na kukusanya na fedha zile zile tena zinarudi kuendelea kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo mimi nishukuru sana serikali, na kwa niaba ya halmashauri na watumishi wote niseme tu tunatambua Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza sisi ambao ametupa majukumu ya kumsaidia kwenye maeneo ambayo tupo, kwamba yeye anataka kuona matokeo, lakini pia anataka tabasamu kwa wananchi wake, na hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya. Na ndio maana mnaona mmejionea matokeo ambayo yapo kwenye halmashauri ya wilaya ya Msalala, namna ambavyo miradi inatekelezwa, namna ambavyo fedha zinapelekwa kwenda kutoa maendeleo kwa wananchi. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Vincent Nkubi Pagala, ni kaimu afisa elimu idara ya elimu ya awali na msingi katika halmashauri ya Msalala. Kuwepo kwa shule hii katika maeneo haya itasaidia kupunguza mrundiko wa wanafunzi katika shule mama ambayo iko hapo maeneo ya Busangi, shule ya msingi ambayo ina jumla ya wanafunzi zaidi ya 1600. Tunatarajia kukata bogi kwa kuanzia. Tumeshatambua wanafunzi wanaotoka eneo hili la karibu, jumla ya wanafunzi 240 wa darasa la chekechea, darasa la awali na darasa la kwanza. Kwa awamu ya kwanza watahamia hapa na tayari kwa ajili ya kuendeleza usajili kwa watoto wote wanaotoka eneo la karibu na eneo hili. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais wetu kipenzi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa moyo wa uzalendo wa kusaidia halmashauri mbalimbali kupata fedha kwa ajili ya miradi ya elimu. Ukitembea hata kama unasafiri safari ya kwenda mbali, barabara imepambwa na majengo yenye rangi, kwa nchi imependeza. Kwa majina naitwa Vincent Richard Magembe, diwani wa kata ya Busangi, halmashauri ya Msalala, wilaya ya Kahama. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea pesa kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi inaitwa Mpangala iliyoko kata ya Busangi, halmashauri ya Msalala. Mradi tuliupokea mwezi wa 12, mradi umekamilika, jumla ya shilingi milioni 342,900 umeshakamilika. Wakati wowote shule itafunguliwa. Nishukuru ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Msalala Rose Manumba kwa usimamizi mzuri na idara zake zote. Shule iko vizuri kama mnavyoona, mazingira ni mazuri. Pia kwa niaba ya wananchi napenda kuishukuru serikali na kuipongeza kwa mradi mzuri unapendeza. Kwa majina naitwa Mwalimu James Mukasa, mkuu wa shule ya sekondari Kakola Kati.
katika halmashauri ya wilaya ya Msalala. Shule hii ni shule mpya ambayo imejengwa kwa mradi unaojulikana kwa jina la SEQUIP, na kiasi cha fedha zilizotolewa na serikali kuu kwa ajili ya kujenga mradi huu kwa maana ya shule hii ilikuwa ni takribani milioni 603. Mpaka sasa hivi shule hii ina wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 3, ikiwa na jumla ya wanafunzi 558. Shule yetu ina mazingira mazuri kama mnavyoyaona. Shule hii imekuja kwa wakati mwafaka. Utoro wa wanafunzi umepungua, pia hata zile mimba za utotoni, zile mimba ambazo zinazotokea kutokana na watoto kutembea umbali mrefu, na yenyewe tunaona zimetokomea. Kwa majina yangu naitwa Rebeka Polepole Rufuta, mkazi wa kijiji cha Kakola. Kwa kweli tunamshukuru rais wetu, ametufanyia mambo makubwa sana katika kijiji chetu cha Kakola na katika kata yetu ya Bulyanhulu. Ametuletea fedha nyingi sana za kuendesha miradi, ikiwepo shule yetu hii ya kisasa kabisa, ina vifaa vyote. Kwa kweli mama yetu tuna kila sababu ya kumpongeza rais wetu Samia, anafanya jambo kubwa sana kwa ajili ya Watanzania wote. Mimi naitwa Msingi Sabaganga, diwani wa kata ya Bulyanhulu. Nitoe shukrani zangu za kipekee sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwa kuwekeza kwenye sekta ya elimu. Tunaona shule zinajengwa kila kata na mpaka sasa tuna shule karibia kila kijiji. Tunamshukuru sana mheshimiwa kwa juhudi zake na anavyojitahidi kuhakikisha Tanzania imekuwa na mabadiliko makubwa kuliko ilivyokuwa mwanzo. Shule hii imepata vifaa vya elektroniki black soft ambazo zinaenda kusaidia kufundisha watoto wetu. Sisi kama wananchi tunapokea na tunampenda.